Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jaji George Joseph Kazi, anasema zoezi la upigaji kura ya mapema kwa vikosi vya ulinzi na usalama linaendelea vizuri katika vituo mbalimbali walivyovitembelea. Akizungumza na vyombo vya habari, Mwenyekiti Kazi anaelezea jinsi ya zoezi hilo lilivyokuwa pamoja na kutoa wito katika suala la kulinda amani ya nchi. Tumeanza zoezi vizuri. Vituo vimefunguliwa kwa wakati, na wale wote ambao walileta maombi kwa ajili ya kupiga kura siku ya leo, kura mapema, wengi wamejitokeza na zoezi linaendelea vizuri katika hali ya amani kabisa. Na labda kutokana na malalamiko ya swala la orodha na nini, labda kuna watu wote ambao wamekuta majina yao hayamo lakini wanatakiwa wapige kura. Ile orodha ni orodha ya wale wapiga kura mapema, na yoyote ambaye yuko kwenye orodha anakuwa yuko kwenye daftari. Sheria inaelekeza kwamba katika upigaji wa kura mapema tume inatakiwa iweke orodha ya wale wote wanaopiga kura mapema, lakini katika ile kura sasa ile ya pamoja ndio unaweka daftari. Sasa kwa leo yule ambaye yuko kwenye orodha anakuwa moja kwa moja yuko kwenye daftari katika ile eneo ambalo anatakiwa apige kura. Kwa hiyo anapofika pale, akishatoa kitambulisho chake, anaangaliwa kwenye daftari ambao mawakala wote wanalo ile daftari. Pamekuwa na wasiwasi kwamba baadhi ya mawakala wataondolewa, labda hali iko vipi? Mawakala wote wako kwenye vituo. Hamna wakala yote aliondolewa na wanaendelea na kazi zao kama kawaida. Na baadhi ya vituo ambao nimetembelea mpaka muda huu tumekuta hata na wagombea. Tumekutana na baadhi ya wagombea wa ACT na wengine wa vyama vingine wakiwa wanaangalia ile zoezi. Walikuwa na concern zao ambao tumekaa tukazungumza, ni concern za kawaida tu, lakini kila kitu kinaenda vizuri. 50. Na zoezi linakwenda mjibu kuanzia saa 1 mpaka saa ngapi? Mpaka saa 10. Zoezi saa 1 mpaka saa 10 ndio tutafunga. Pamekuwa na swali moja la kiufundi kwamba endapo yule ambaye yumo katika orodha hii leo na ametokezewa na binadamu yote labda akashindwa kupiga kura yake na yeye ndio orodha imo leo, hili linakuwa vipi kiufundi? Kama atashindwa kupiga kura leo, kesho bado anayo nafasi kama atapata nafasi hiyo, kwa sababu inategemea na kazi zake. Sababu leo imewekwa rasmi kwa sababu wale wote ambao kesho watashughulika masuala yote ya uchaguzi, lakini bado ile haki yake bado atakuwa nayo. Lakini akishapiga kura leo, kesho atakuwa hana kitu. Sasa hata 29 wananchi wote wajitokeze, kila mmoja ana haki ya msingi ya kupiga kura kwenye vituo, na bado tunasisitiza tu uwepo wa amani na utulivu ili nchi yetu isije kaingia katika machafuko ambayo tunahitaji. Hiki ni kimoja hapo, lakini pita Welezo, pita Kijitopele, hali iko vizuri, inaenda vizuri. Asante sana mwenyekiti. Omari Said Shabani ni mgombea uwakilishi jimbo la Pangawe kwa chama cha ACT Wazalendo, pamoja na Ishaka Said Huseni mgombea udiwani katika wadi ya Urusi jimbo la Jang'ombe kupitia chama cha ACT Wazalendo, wakawa na haya kuhusiana na uchaguzi wa mapema. Katika kituo cha hao wanaopiga kura mapema wanaotoka kituo cha Tanwiri peke yake wako si chini ya 50 au 60 na wote wanatoka mtaa mmoja garage, kwa kusema kwamba katika eneo la garage pale kwa Rara kuna askari 70 wakazi wa pale. Lakini tumefanya utafiti, tumelinganisha orodha, tukalinganisha na daftari. Sasa vipi tunashinda? Tunashinda kwa sababu kwanza wakipiga zote hizo 900, jimbo hili linawapiga la kazi 19,000. Kwa hiyo hii ni kama asilimia sijui ngapi. Jimbo hili, wakazi wa jimbo hili sauti zao wanishazipaza na wanajua kwamba wanataka mabadiliko na wanaiondosha CCM katika. Kwa kweli hali ya ulinzi mitaani amani ipo kwa kweli. Amani ipo mtaani, hakuna wasiwasi. Watu wapo na harakati zao, hakuna mtu aliyetishwa, hatujaona kama uchaguzi nyingine zilizopita labda watu kupita humo wanaojiita mazombi wakapita, na hiyo bado hatujaona mitaani. Kwa hili kidogo liko vizuri. Nawaomba sana wananchi tuendeleze kuwa na amani, lakini tusubiri matokeo yatakapokuja. Matokeo yatakapokuja basi tuyapokee vizuri, lakini kwenye haki basi patendeke. Maana yake tusije tukahimizwa tuwe na amani, lakini anatangaza kuwa na amani kati ya panga nyongani. Lazima haki ipatikane
na amani siku zote ni mtoto wa haki. Kwa juu kuwe na haki, chini ndio itakuja amani. Bila ya haki, amani hakuna. Huo ndo ukweli. Kwa lazima haki itendeke, atakayeshindwa akubali kushindwa na atakayeshinda akubali kwa yeye ni mshindi na tume imtangaze kuwa mshindi. Baada ya kumaliza kuvitembelea vituo, waandishi wakapata nafasi ya kumuuliza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ili kujua kutokana na malalamiko ya baadhi ya wagombea, na haya ndiyo majibu ya mwenyekiti wa tume. Kama masuala yenu mliouliza kutokana na hoja ambazo au malalamiko kutoka kwa wagombea ambao mmetajia wa jimbo la Pangawe, ni kweli asubuhi nilipata malalamiko kutoka kwa mgombea wakilishi wa jimbo la Pangawe ndugu Omar Said Shabani kwamba katika kituo cha kupiga kura mapema Kijitopele, maafisa waliokuwepo pale na mawakala walikuwa hawana daftari, na baada ya kufanya mawasiliano tuligundua ni kweli na tukasitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani. Na baada ya kufika kwa kweli daftari lilikuwa lipo, lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawajacheck kwenye maboksi vizuri, na vituo vyote mawakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Lakini tatizo kama hilo lilikuwepo vile vile katika kituo cha Welezo ambapo tulikwenda tukashughulikia. Na tulipokwenda katika vituo hivyo kozi nikutana na mgombea Omar Said Shabani, akaeleza malalamiko yake hayo na yote ambayo alikuwepo pale tukaangalia tukaweka sawa kabla tujaondoka. Lakini kwa kituo cha Haile Selassie tulikutana na mgombea na nakumbuka tulisalimiana naye, hakusema lolote kama malalamiko, na tulionana na afisa wa jimbo pale na yeye alitueleza zoezi lilikwenda vizuri, na baadhi ya mawakala ambao nilijaribu kuwahoji hususan kuangalia kama daftari walikuwa nalo na kila mtu alikuwa anaenda pale katika utaratibu unaotakiwa, wote walithibitisha kwamba utaratibu ulikuwa unafuatwa kama kawaida. Swala la walokuwa wanajitokeza kwamba kuna wanajeshi katika jimbo la Pangawe wakati pale hakuna kambi. Sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa wale wote ambao watakuwa wanasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye ni polisi, wanajeshi au vikosi, yale maombi yao yanayoletwa wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo atakayoenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi, ni wale ni wananchi ambao ndio maeneo yao ambao waliandikishwa na ndio wameenda kupiga kura. Sasa kama wanayo majina ya watu ambao wamevalishwa nguo za jeshi na uthibitisho, nadhani ziko sehemu zinazohusika naweza kupeleka. Lakini sisi tumepokea maombi kutoka katika taasisi hizo ambazo watu maofisa wao ambao watashughulika na masuala ya uchaguzi siku ya 29, na zimejazwa form na sisi tuna utaratibu wetu, na ndio maana tukapokea na tukatoa hiyo orodha wale wote ambao wanatakiwa. Sasa mtu ambaye amevaa uniform hajavaa uniform, mimi si mwajiri wa jeshi, siwezi kumjua. Yeye sasa ambaye ana uthibitisho nadhani anaweza kujua watu wa kwenda ili kuweza kupeleka kwamba huyu si mwanajeshi. Lakini siwezi kumjua nani ni jeshi nani si jeshi. Mimi ni wote wale ambao tumeletewa na wote ambao wamepitisha kwa tunapiga kura mapema. Utangulizi huo wa kura ya mapema hapa Zanzibar imeonekana kuwa hali ya ulinzi na usalama imetulia, ambapo wananchi wanafanya shughuli zao kwa amani na utulivu, ijapokuwa mji upo kimya kutokana na mvua inayoendelea kunyesha hapa Zanzibar. Mtazamaji wa Kashidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment. Kutoka katika vituo vya kupiga kura ya mapema Mwarabu Madi, Kashidi TV, elimu ni hazina yetu.